Utatu Mtakatifu ni mafundisho ya msingi katika imani ya Kikristo, hasa ndani ya Kanisa Katoliki. Ni fumbo kuu ambalo linaelezea asili ya Mungu mmoja aliye katika nafsi tatu tofauti, lakini kiini ni kimoja: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hii ni maana ya Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu unamaanisha kuwa Mungu ni mmoja katika kiini, lakini yupo katika nafsi tatu: Mungu Baba muumbaji wa vyote, Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo aliye mkombozi, na Mungu Roho Mtakatifu mfariji na mpatiaji wa neema. Hiyo haimaanishi kwamba kuna miungu watatu, bali Mungu ni mmoja aliye katika nafsi tatu kwa njia ya fumbo kuu lisilofahamika kikamilifu kwa akili ya kibinadamu. Katika Katekisimu Kanisa Katoliki namba 234 natufundisha kwamba Utatu Mtakatifu ni fumbo kuu la imani na maisha ya Kikristo. Ni fumbo la ndani kabisa la Mungu mwenyewe. Katika mtaguso wa Nikea wa mwaka 325 baada ya Kristo na ule wa Konstantinopoli wa mwaka 381 baada ya Kristo, mitaguso hii iliweka wazi kuwa Yesu Kristo ni Mungu kweli na kwamba Roho Mtakatifu naye ni Mungu kweli, si viumbe wala viwakilishi. Katika kanuni ya imani ya Nikea tunasali: nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba mwenyezi, muumba mbingu na dunia. Na hapo tunaendelea kusali kwa kusema kuwa nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, na pia nasema nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima atokaye kwa Baba na Mwana. Na katika maandiko matakatifu sehemu kadhaa tunaona zinadhihirisha juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Tukianza na kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26 inasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Haya hii imetafsiriwa na wanafalsafa kadhaa wakionyesha juu ya uwepo wa Utatu Mtakatifu. Ni Mungu mwenyewe alikuwa akisema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Nikikuuliza wewe, alikuwa anaongea na nani? Ni Utatu Mtakatifu. Pia katika ubatizo wa Yesu, tukisoma Mathayo sura ya 3 aya 16 hadi aya 17, tunaona Yesu anabatizwa, Roho Mtakatifu anashuka kama njiwa, na sauti ya Baba inasema, huyu ni mwanangu mpendwa. Utatu Mtakatifu. Na pia katika Mathayo sura 28 aya 19 ambapo tunaona agizo kuu anaposema Yesu, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe aliutambua Utatu Mtakatifu. Kazi ya Utatu Mtakatifu ni nini? Mungu Baba ndiye anayetuumba, Mungu Mwana ndiye anayetukomboa na ulimwengu wa mateso, kifo na ufufuko, na Mungu Roho Mtakatifu anatakatifuza, kutongoza na kuimarisha kanisa. Elimu ya Utatu Mtakatifu huenda ikawa kwako ni ngumu kuielewa, lakini hebu nikupatie mfano halisi ili upate kuelewa dhana hii.